Tukiendelea kuangazia mzozo wa kivita kati ya Iran, Israeli na Marekani, tunafahamishwa kwamba taarifa za hivi punde kutoka shirika la Red Crescent la Iran zinaonyesha kwamba idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran imeripoti kufikia takriban watu 787. Taarifa zinasema wengi waliopoteza maisha ni raia, huku mapigano yakiendelea na uhasama wa kijeshi ukizidi kupanuka katika Mashariki ya Kati. Israeli na Marekani zinaendelea kushambulia maeneo mbalimbali nchini Iran, na Iran nayo ikiendelea kujibu mashambulizi hayo kwa makombora na ndege zisizo na rubani katika maeneo yanayohusiana na maslahi ya Marekani na Israeli, zikiwemo kambi za kijeshi katika nchi jirani. Hali bado ni tete na taarifa za vifo zinaendelea kubadilika kadri mapigano yanavyoendelea. Mapema Israeli ilishambulia ofisi za rais wa Iran mjini Tehran. Taarifa mpya kutoka jeshi la Israeli zinasema jeshi lake la anga limeshambulia eneo la uongozi wa utawala wa Iran. Katika taarifa yake kwenye mtandao wa Telegram, IDF inasema silaha nyingi zimeelekezwa kwenye ofisi ya rais na Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa. Inaongeza kwamba taasisi ya mafunzo ya kijeshi na miundombinu muhimu ya ziada ya utawala pia iliathiriwa. Kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, alitumia eneo hilo, IDF inasema. Khamenei aliuawa katika eneo lake mwishoni mwa wiki katika mashambulizi ya Marekani na Israeli. Jeshi la ulinzi la Israeli, IDF, limethibitisha kwamba limeanza mashambulizi mapya katika mji mkuu wa Iran wa Tehran pamoja na mji mkuu wa Lebanon wa Beirut. IDF kwa sasa inafanya mashambulizi yaliyolenga kwa wakati mmoja dhidi ya maeneo ya kijeshi huko Tehran na Beirut, ilisema katika taarifa yake. Msemaji wa IDF wa lugha ya Kiarabu, Avichai Adrai, alisema wimbi la mashambulizi makubwa ya anga linaendelea hivi sasa. Mashambulizi hayo yametokea yapata saa moja baada ya IDF kutoa onyo la dharura kwa watu katika vitongoji vya kusini mwa Beirut na katika vijiji kadhaa, ikiwataka waondoke. IDF ilikuwa imesema inalenga vituo vya amri na vituo vya kuhifadhia vitu vya Hezbollah. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.